Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendo ambaye unafuatilia mafundisho haya, leo nataka nikuambie kwa habari ya ndoto. Kama ukiota ndoto umeshika mimba, hauna mimba lakini unaota umeshika mimba au ni mjamzito, alafu mwendelezo unaota unajifungua mtoto, alafu unaota unanyonyesha, una mimba, una mtoto, na unaota hizi ndoto umeshika mimba, unazaa mtoto, unanyonyesha mtoto, hata kama haukuota umeshika mimba, hata kama ukuota unazaa mtoto, unajifungua mtoto, hata kama hayo kuota, lakini unaota unanyonyesha, au kimoja kati ya hivyo, unaota ukiwa mjamzito alafu baadaye ndoto inapotea, au unaota nusu yake unanyonyesha alafu baadaye inapotea, au unaota ukiwa unazaa mtoto alafu baadaye inapotea, ama vyote, nakwambia kwa ufupi sana, chukua hatua. Chukua hatua. Ndoto hiyo sio nzuri. Ndoto hiyo ina ishara ya kwamba wewe unamilikiwa katika utawala wa kishetani, na katika utawala wa kishetani, hiyo ndiyo kazi unayoifanya. Hiyo ndiyo kazi unayoifanya. Kwa hiyo wewe unawazalia watoto majini. Sikilize mpendwa, hii kwa nini nakwambia? Inahusiana kabisa na mafundisho ya kiroho, kwa sababu inawezekana hauolewi kwa sababu hiyo. Inawezekana una matatizo ya uzazi kwa sababu hiyo. Inawezekana ndoa yako ina migogoro kwa sababu hiyo. Inawezekana unashindwa kushirikiana na mwenzako wa ndoa, unasikia maumivu makali kwa sababu hiyo. Inawezekana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta una changamoto nyingine za kiroho, ila ni kwa sababu ya ndoto hizi. Ni kwa sababu ya hayo unayoyaona. Ndio maana nimeona nikushirikishe kwa ufupi sana, ili uelewe kwamba ndoto ya aina hiyo si ndoto salama, kwa sababu kuna uwezekano wa 10% mpaka kufikia 90% hicho unachokifanya ni kitu cha kweli kabisa. Na kikiwa ni kitu cha kweli, maana yake hiko tayari ni kifungo katika maisha yako. Kuna kitu hakitoweza kufanyika katika maisha yako kwa sababu kuna viumbe wanakutumikisha. Sambamba na hilo, kuna watu wanaota wakiwa wamefunga ndoa. Umefunga ndoa. Kwa hiyo ukiota umefunga ndoa, sio ndoto zote za kufunga ndoa ni hatari, lakini miongoni mwa ndoto nyingi za kufunga ndoa ni hatari. Sasa ukiwa unaota ndoto ambazo nimekuambia, unazaa, unashika mimba, unanyonyesha, alafu kuna muendelezo wa kuota ndoto umefunga ndoa, hiyo nyosha tu moja kwa moja kwamba ni hatari kwa maisha yako. Chukua hatua haraka, usipuuze, kwa sababu kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa roho ambalo wewe linakuumiza, na usijue kama linakuumiza. Haijalishi uko katika nafasi gani ya Ukristo, ya wokovu, ili mradi tu unaota hizo ndoto, ujue kabisa kuna mlango ambao adui muovu shetani anautumia kukuharibu. Mungu akutie nguvu. Roho Mtakatifu akupe mafunuo upate kuelewa na upate mwamko wa kushughulikia swala hilo. Suluhisho kubwa la matatizo haya huwa ni maombi. Ni maombi, ni maombi. Tafuta watu sahihi wa kuombea kuhusiana na swala hilo liondokane na wewe, na wakikuombea watu walio sahihi, tatizo lako litaisha na wala halitokusumbua tena. Mungu akubariki sana. Na kueleza kwa kifupi sana, Mungu akubariki sana.
Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.